Ndugu mtazamaji wa Mwinuka Sports, karibu katika channel yetu pendwa. Tupo tayari kukupa update mbalimbali za kimichezo, kubwa zaidi mashindano ya AFCON ambayo siku ya leo timu yetu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, chini ya Miguel Gamondi na jeshi lake wametupa karata yao ya kwanza katika mchezo wa AFCON dhidi ya Nigeria, majianti na mabingwa mara 3 wa AFCON. Taifa Stars walikuwa kwenye kiwango bora sana. Hapa niko tayari na mashabiki mbalimbali wa timu ya taifa ya Tanzania. Hapa ni Taifa Stars mwenyewe, ni mshabiki kwa sababu wa Taifa Stars, kwa sababu yeye ni Mtanzania tayari. Yupo tayari kutia maoni yake, amefurahishwa vipi na kiwango cha timu ya taifa ya Tanzania, kifanyike nini, au anaona kipi ni sahihi kwa wakati huu kwa timu ya taifa ya Tanzania kwenye AFCON ya mwaka huu, ili twende hatua inayofuata. Perfect, mambo vipi? Poa. Unaendeleaje, unajisikiaje katika siku ya leo? Mimi najisikia vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Leo siku ya leo nimeanza vizuri. Ni mara yetu ya 4 Taifa Stars consecutively tunafuzu AFCON 2019, 2021, 2023 na hii ni 2025 consecutively tunafuzu AFCON. Je, hii AFCON ya msimu huu ambao tumefungua dhidi ya Nigeria tumepoteza kwa bao 2-1, wewe umejisikiaje au una maoni gani ya kusema juu ya timu ya taifa ya Tanzania? Mimi kama Mtanzania, maoni yangu ni kuambia wachezaji wakae wapambane sana, kwa kuwa yani kupoteza ule mchezo ni jambo la kawaida. Kwenye mchezo kuna mambo matatu: kuna kufungwa, kuna kusare na kushinda. Lakini walivyopoteza mchezo, lakini cha kwanza wachezaji walijitahidi sana, walicheza vizuri. Labda kuna chance nyingine walitengeneza, ndio hivyo, si kutokana na mchezo, ndio hivyo wakakosa nini, ubunifu wa kuzitumia. Lakini mchezo walicheza vizuri na kocha alijitahidi kuwekeza kwenye atumia tekniki zake kwenye mchezo. Lakini tuseme kutokana na mwendelezo wa timu yetu ya taifa, ndio hivyo kilichopelekea nini, timu tunapoteza. Lakini timu vizuri, walicheza vizuri, walipambana wachezaji mpaka dakika ya mwisho. Taifa Stars ya Miguel Gamondi na Taifa Stars ya makocha wengi ambao washai kupita huko nyuma, kuna utofauti gani kati ya Taifa Stars ya Miguel Gamondi Argentina huyo na kocha kutoka Zanzibar ambaye alikuwa ameshika timu ya taifa ya Tanzania? Kuna utofauti gani kwa ulioona wa Miguel Gamondi na kocha alitoka? Utofauti, cha kwanza utofauti ni kwa wachezaji. Wachezaji wanajituma 100%. Si kama yule Ahmed Morocco, wachezaji walikuwa yani kiwango chao kilikuwa chini. Lakini sasa unaangalia wachezaji wanajituma, yani wanaonesha juhudi ya kuhitaji kitu fulani. Sio kama kipindi kile mwanangu wanacheza mpira wenyewe ueleweki. Lakini juzi unaona wamecheza na wachezaji wakubwa, lakini wamejitahidi kwa kiasi fulani, wamecheza vizuri, wamepambana, wamepata nafasi, ndio hivyo wamekosa kuzitumia. Kwenye mpira inatokea unatengeneza nafasi nyingi na kuzitumia inakuwa hivi. Yani kama tuchukue mfano kama Simba inavyotengeneza nafasi nyingi sana, lakini kuzitumia inabaki kuwa ndio hivi. Nini maoni yako kuelekea mechi ijayo ambayo ni dabi dhidi ya Uganda, The Cranes, majirani zetu hawa? Mechi ijayo inayofuata Tanzania ni dhidi ya Uganda, The Cranes. Nini maoni yako kuelekea mchezo huu, au kipi kifanyike kuelekea mchezo huu ili tuweze kupata ushindi wetu wa kwanza kwenye mashindano ya AFCON? Mimi cha kumshauri kocha, cha kwanza cha kumshauri kocha abadilishe. Kwa mfano kuna sehemu nilivyoangalia mechi iliyopita, sisi tulizingua sana katikati pale uwanjani pale, sisi tulikosa muunganiko, yani muunganiko wa wachezaji ulikosekana. Au ulivyokuwa unaona Bwana Samata alivyokuwa anacheza kama yupo, lakini kocha mwenyewe alikuwa angalia. Kingine cha kufanya Uganda wasichukulie poa, na Uganda wenyewe sio wanyonge, wakiingia uwanjani mpira wanagusa, sio yani wakiwachukulia poa, ndio hivyo tunaweza tukapesa mchezo. Lakini wakijitahidi kama mchezo walivyocheza mchezo wa juzi, tunaweza kupata ushindi. Okay, hii ni Mwinuka Sport, ulikuwa nami Simbo Finest, pembeni yangu ni kijana Perfect Elias. Tulikuwa tunakupa update mbalimbali za kimichezo, alikuwa akitoa ya moyoni mwake kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania. Tukutane wakati mwingine. Ni mimi Farian Simbo.